Tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 tunaingia katika msimu wa mwezi mpya au tunasema mwezi mwandamo. Mwezi utaandama tarehe 25 mwezi wa 6 kuanzia mida ya saa 7:31 mchana. Mwezi huu mpya utaleta msisimko mkubwa sana katika mioyo yetu wa kutamani kufanya vitu vipya, kukutana na watu wapya na kuwasiliana na watu wapya. Ni wakati muhimu sana wa kutia nia zako, kupanga malengo yako, kukutana na watu wapya, kubadilishana mawazo na pia kuunganisha nguvu zako za mitetemo na watu wengine walio karibu nao. Tunaingia katika wakati wa kufunua mambo mapya na kuhamasishwa upya na maisha yetu tena. Mwezi huu mpya unaleta nguvu ya kujifunza, kupima na kuhoji. Pia unatupa nguvu ya kuchunguza maisha yetu na kujiuliza ni kitu gani tunahitaji kurekebisha. Hebu jiulize, ni nini unahitaji kibadilike katika maisha yako? Ukipata jibu, basi anza kukifanyia kazi kuanzia leo. Kumbuka kwamba nishati ya mwezi mpya huwa inadumu kwa muda wa siku 3. Hivyo usiogope, bado unao muda wa kutosha wa kutumia nishati hizi. Kaa tayari kwa ajili ya nishati hii ya mwezi mwandamo. Ulimwengu utaachilia nishati kubwa sana katika akili zetu, ambapo nishati hiyo itakuwa inayumbisha akili zetu. Utajihisi akili yako inatangatanga katika pande nyingi au mwili wako unakosa utulivu na subira. Usiogope, hiyo ni nishati ya mwezi mpya. Watu wengi akili zao zitaathirika sana katika mwezi huu na wanaweza kujikuta wanakosa maamuzi. Sasa usipojua kwamba nini unatakiwa kufanya na nini hutakiwi kufanya, unaweza kujikuta unafanya maamuzi mabaya sana ambayo yatakuja kuharibu maisha yako hapo baadaye. Kabla ya kuweka nia au kuanzisha jambo lolote lile jipya mwezi huu mpya, hakikisha kwanza una balance nguvu zako za ndani. Usiruhusu hofu, uoga, mashaka au wasiwasi vikutawale kabla ya kufanya maamuzi. Katika mwezi huu, watu wengi watajikuta wanapuuzia hisia zao na kujali mambo yenye mantiki au tunasema logical things. Lakini ulimwengu unatuhitaji kuzingatia hisia zetu zaidi katika mwezi huu. Ili uweze kufanikiwa, zingatia hisia zako mwezi huu. Na kitu pekee kitakachokusaidia kuweza kuzielewa hisia zako ni kufanya meditation. Pata muda wa utulivu, kaa tulia. Uulize moyo wako ni nini unataka, ni kitu gani unahitaji kubadilisha katika maisha yako. Bila hivyo utajikuta ni mtu ambaye hujielewi au hueleweki kihisia. Msimu huu ni fursa ya kurekebisha maisha yetu na kusikiliza vitu vinavyotoka moyoni mwetu. Nishati hii ya mwezi mpya itadumu kwa muda wa siku 3. Kuanzia leo, hebu anza kuchunguza maisha yako. Jiulize ndani ya moyo wako, je, una furaha? Je, maisha yako yanakufurahisha? Kitu unachokifanya kwa sasa kinakufurahisha? Je, kazi unayoifanya kwa sasa ndio ambayo ulikusudia katika maisha yako? Je, unajipenda? Na je, unawapenda wale wanaokuzunguka? Nishati ya mwezi huu mpya ya mwezi wa 6 inakupa fursa ya kuweza kuwasiliana na moyo wako. Kaa chini, fanya mawasiliano na moyo wako. Uulize moyo wako kuhusiana na maisha yako. Uliza moyo wako unataka nini? Uulize kuhusiana na maisha ambayo unataka kuishi. Uulize kuhusiana na mahusiano yako, kazi yako. Hebu uruhusu moyo wako uongoze nia zako. Acha moyo wako uamue kuhusiana na maisha yako. Ukishapata majibu, jaribu kushare na watu ambao unawaamini. Kumbuka kwamba hiki ni kipindi cha kukutana na watu wapya na kushare mawazo. Unaweza kupata solution kwa kupitia watu wapya au unaweza kupata njia ya kuanzisha jambo jipya kwa kupitia watu wengine. Pia mwezi huu mpya unaturuhusu kuweza kuchunguza mahusiano yetu. Hebu jichunguze, uulize moyo wako, ni mahusiano gani yanavuruga moyo wako? Ni mahusiano gani yanaumiza hisia zako? Kama kuna mahusiano ambayo hayakufai tena au yanakuumiza kuliko kukujenga, basi ni muda sahihi wa kuachana nayo na kuanzisha mahusiano mapya. Pia jiulize, ni mambo mangapi ulipanga kuyafanya hapo nyuma na mpaka sasa bado hujayatekeleza? Muda mwingine huwa tunajipangia mipango ambayo si sahihi katika maisha yetu. Sasa ili uweze kufanikiwa,
hakikisha unajipangia kitu sahihi katika maisha yako. Vitu ambavyo havikufai tena katika maisha yako, achana navyo ili uweze kuruhusu vitu vinavyokufaa viingie katika maisha yako. Jiwekee mipango ambayo ni sahihi, inayoendana na malengo yako. Jipe ruhusa ya kubadilika na kukua. Jaribu kitu ambacho hujawahi kukifanya katika maisha yako. Usiendeshe maisha yako kimazoea. Usijiwekee malengo kimazoea. Inawezekana ufanikiwi kwa sababu hutaki kujaribu vitu vipya. Mwezi huu mpya wa mwezi wa 6 unakutaka wewe kuanza kujaribu vitu vipya ambavyo hujawahi kuvifanya katika maisha yako. Ukifanikiwa kuufungua moyo wako na ukapata majibu ya moyo wako, basi ufahamu wako unaweza kufunguka na ukajua ni nini unahitaji maishani mwako na ni kitu gani kinaendana na silika yako ya ndani. Jiulize maswali yenye changamoto kuhusiana na maisha yako ya baadaye. Hiyo itakupa shauku ya wewe kutaka kufanya mabadiliko na kujaribu vitu vipya. Mwezi huu mpya nishati yake itakusaidia sana kuruhusu nia zako ziweze kutimia. Huu ni wakati wa kujisikiliza na kuruhusu hisia zako zikuongoze. Zisikilize sana hisia zako zinazotoka moyoni mwako. Acha uwezo wako wa ndani ukuhamasishe. Vunja hizo nguvu zinazokuogopesha, zinazokupa hofu, zinazokufanya usitamani kujaribu mambo mapya. Mwezi huu mpya unakuambia kwamba mafanikio yako yapo katika kujaribu vitu vipya. Hebu kaa chini, jifungie ndani kwako. Tengeneza muunganiko kati ya mwili wako na nguvu zako za ndani. Nilishawafundisha namna ya kufanya. Kaa chini katika mkao wa kumeditate kama unavyoweza kuona hapo kwenye picha. Kisha weka mkono wako tumboni na mkono wako mwingine weka katika upande wako wa moyo. Kisha anza kuvuta pumzi taratibu, kisha ziachie taratibu. Wakati unafanya hivyo, uulize moyo wako ni nini unataka. Ni kitu gani hasa unatamani katika maisha yako? Wakati unajiuliza hayo maswali, endelea kujisikilizia. Usisikilize akili yako. Sikiliza hisia zako zinazotoka moyoni mwako. Usikilize moyo wako. Majibu yatakayotoka moyoni mwako yaandike katika karatasi. Haijalishi ni mengi kiasi gani au haijalishi ni ya ajabu kiasi gani, wewe andika. Kumbuka kwamba unavyoandika kuna nguvu ya ziada unaiweka pale. Kwa hiyo kunakuwa na uwezekano mkubwa sana wa hayo mambo kuja kutokea. Unafungua milango ya maono yako kuonekana zaidi na kuja kutekelezwa na ulimwengu. Na wakati umepata majibu ya moyoni mwako, wewe usijiulize yatafanikiwa vipi. Kwa mfano, unaweza ukawa umeuliza moyo wako unataka nini katika maisha yako, ili maisha yako yawe na furaha. Nini unataka kifanyike katika maisha yako? Moyo wako unaweza kukwambia nahitaji gari au nahitaji nyumba ya kifahari. Sasa usiruhusu akili yako ipingane na moyo wako. Najua akili yako inaweza ikakwambia wewe huwezi kupata gari au hakuna biashara itakayokufanikisha wewe kuja kupata gari au kumiliki nyumba kali. Sasa achana na akili yako, deal na hisia zako. Ulimwengu utajua namna ya kuja kutekeleza hayo mambo. Kwa hiyo kama moyo wako umekwambia unahitaji kufungua biashara yenye mtaji wa milioni 500, just pokea chochote kile. Pokea jibu lolote lile linalotoka moyoni mwako kisha liandike. Kwa jinsi ambavyo unaandika, kuna nishati ya ziada unaiweka hapo. Hivi unafahamu kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya kuongea tu na kuongea pamoja na kuandika. Unapoongea na kuandika kuna nishati ya ziada unaiweka hapo na ulimwengu unaanza kuifanyia kazi hiyo nishati. Kwa hiyo kunakuwa na uwezekano mkubwa sana wa vitu vyako ulivyoviandika kuja kutokea katika maisha yako. Puuzia maswali yote ambayo akili yako itakuwa inakuhoji. Akili yako inaweza kaa inakuuliza milioni 500 utazipata vipi? Wewe sasa hivi haumiliki hata baskeli, nyumba utaipata vipi? Puuzia hayo maswali. Wewe fuata moyo wako unataka nini. Na wakati moyo wako unakupatia majibu, zingatia sana hisia unazozipata. Kwa mfano, kama umeuliza moyo wako ili uwe na furaha unataka nini? Wewe moyo, unataka nini ili uwe na furaha? Moyo ukakwambia nahitaji mahusiano mazuri, nahitaji nyumba nzuri. Angalia hayo majibu yanakupa msisimko gani ndani ya mwili wako. Kuna hisia zipi unazihisi pale moyo wako unapokupa hayo majibu? Sasa hayo majibu yageuze kuwa manifestation.
unayageuza vipi? Unaweza kusema hivi: ninajisikia furaha sana kumiliki nyumba ya kifahari. Ninajisikia furaha kumiliki gari zuri. Ninajisikia amani pale ninapopata pesa nyingi. Familia yangu ina furaha kwa sababu tuna afya njema, tunapendana na tunapata mahitaji yetu kwa wakati. Kwa hiyo unaweza kuona hizo ni hisia ulizokuwa unazipata, kwamba ukiwa na nyumba nzuri unajisikia furaha na amani. Kwa hiyo unageuza, inakuwa ni positive affirmations au manifestations. Mambo ambayo unayaandika katika kipindi cha mwezi mpya hutakiwi kuyachoma wala kuyachana chana. Na ndio maana huwa ninapendekeza uwe na kidaftari chako cha kuandika mambo ambayo unataka yaje kutokea katika maisha yako. Huwa tunachoma na kuchana katika kipindi cha full moon, ambapo ni kipindi cha kuachilia. Kuachilia maana yake tunaachana na mambo ambayo hayatufai tena katika maisha yetu, na ndio maana tunachoma au tunachana chana. Lakini katika mwezi mpya tunayoyaandika tunahitaji yaje yatokee katika maisha yetu. Kwa hiyo hutakiwi kuchoma wala kuchana. Tafuta kidaftari chako kizuri kabisa, uwe unaandika mambo ambayo unahitaji yaje kutokea katika maisha yako. Hifadhi hilo daftari lako mahali popote pale pa usalama. Ipo siku utakuja kusoma hilo daftari lako ukiwa umeshatimiza yale yote ambayo umeandika. Amini kwamba ulimwengu huwa unafanya kazi katika namna ambayo haieleweki. Yaani hutaelewa hayo mambo yanakuja kutekelezwa vipi, lakini amini kwamba yatakuja kutimia katika maisha yako. Epuka sana kujiwekea vikwazo. Niliwahi kufundisha kwamba kama unataka manifestation au kitu ambacho umekitamka unataka kije kitimie katika maisha yako, basi hakikisha akili yako, hisia zako pamoja na matendo yako yanakwenda sambamba. Hisia zako zinaweza zikawa zinakwambia wewe ni tajiri sana, lakini akili ikawa inakataa. Akili inasema hapana, wewe sio tajiri, jiangalie, angalia maisha unayoishi. Na matendo yako pia yanaweza yakawa hayaendani na akili yako au hisia zako. Kwa hiyo katika mwezi huu mpya, ili malengo yako yaweze kutimia, hakikisha unaondoa hiyo contradiction kati ya moyo wako na akili yako. Sikiliza zaidi moyo wako. Hii itakusaidia sana kutengeneza balance ya nishati yako ya ndani. Ili uweze kubaki katika njia moja, baki na moyo wako. Sikiliza moyo wako. Ukishafanya meditations na ukapata majibu ya moyo wako, ukaelewa kila kitu ambacho moyo wako unahitaji, sasa toka nje. Kipindi cha mwezi mpya ni kipindi cha kukutana na watu wapya, kupata mawazo mapya na kugain experience mpya. Toka nje, nenda kwenye mikusanyiko, kakutana na watu wapya. Ulimwengu utakukutanisha na watu ambao watakupa mbinu na mawazo ambayo yatakuwezesha kutekeleza vitu ambavyo moyo wako unahitaji. Kipindi cha mwezi mpya hutakiwi kukataa mwaliko. Mtu yoyote yule anayekuja kukualika katika msimu huu kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 8, usikatae. Ulimwengu huwa unafanya kazi kwa kuwatumia watu pia. Kama kuna safari ya ghafla inaibuka katika msimu huu, usikatae kwenda. Na pia kama kuna sherehe yoyote ile ya ghafla imeibuka, usiairishe, nenda. Inawezekana huko ndiko mafanikio yako yalipo. Katika kipindi cha mwezi mpya, vibration zako zinaweza zikawa ziko juu sana. Kwa hiyo kuwa makini na watu unaochangamana nao. Hata katika mwaliko utakaopewa ukienda kukutana na watu wapya, kuwa makini na watu unaokutana nao. Si kila mtu atakuwa ni mwema kwako au atakuwa anakufaa kulingana na matamanio yako ya moyoni. Unaweza kukutana na watu sumu, watu ambao watashusha vibration zako. Kwa hiyo jitahidi kuchangamana na watu ambao wanaendana na vibes zako. Usipende kufanya mazungumzo na mtu ambaye ameshakata tamaa na maisha, au usijihusishe na mazungumzo ya kulalamikia ugumu wa maisha. Ni kweli maisha magumu, lakini hupaswi kukiri kwa kinywa chako au kukaa na kuweka discussion ya kujadili maisha magumu. Hiyo itasababisha vibration zako za ndani zishuke. Ukitaka kuamini hilo, wewe chunguza watu ambao wanakaa vijiweni na kuanza kulaumu maisha magumu au kuilaumu serikali kwamba kuna vitu fulani imekosea, tunaonewa hivi na hivi.
Wale watu huwezi kukuta wana ari ya kuanzisha vitu vipya au wana ari ya kupata mafanikio. Zaidi sana wakitoka pale wanakuwa down, very down, wanakuwa wanakata tamaa, wanakosa ari ya kufanya kazi. Matokeo yake wanaendeleza umaskini. Kataa hiyo hali, epukana na watu kama hao. Ndio maisha ni magumu, lakini usikiri kwa kinywa chako. Nishati ya mwezi mpya huwa inaleta nguvu nyingi sana mwilini mwetu. Unaweza kujikuta unapata ari au motivation ya kufanya kazi na kuwa ipo juu. Sasa nikushauri, katika vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya nyumbani kwako ni kubadilisha muonekano wa chumba chako au muonekano wa nyumba yako. Hii itakusaidia sana kukaribisha nishati ya mwezi mpya iweze kuingia ndani ya nyumba yako. Kwa mfano, unaweza ukabadilisha muonekano wa kitanda chako. Unaweza ukaleta kitu kipya ndani ya nyumba, chochote kile ambacho kitabadilisha muonekano wa nyumba yako. Hii itakusaidia sana uweze kuendana na vibes za mwezi mpya. Ili uweze kupata vibes za kujaribu vitu vipya, ni lazima pia mazingira yako yaweze kukushawishi. Kwa hiyo utakapoona chumba chako kimebadilika, pia hata akili yako itaanza kupata ari ya kutaka kujaribu vitu vingine vipya. Pia katika mwezi huu mpya unatuhamasisha kutengeneza mahusiano mapya. Ninaposema mahusiano, simaanishi tu mahusiano ya kimapenzi, pia hata mahusiano na jamii yako inayokuzunguka. Kwa mfano, kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa na tabia ya usharishari au ulikuwa unagombana sana na watu, sasa mwezi huu mpya unatuhamasisha kubadilisha tabia zetu na wale ambao tunahusiana nao. Unaweza kuanza kutengeneza mazoea ya kuonesha upendo kwa majirani zako au kuonesha tabia nyingine mpya ambayo itatengeneza mahusiano mazuri na watu wanaokuzunguka. Hii pia itakusaidia sana kuweza kuendana na vibes za mwezi mpya, na pia itasaidia kuushawishi ulimwengu uweze kukutimizia malengo yako. Tambua kwamba ulimwengu huwa unafanya kazi katika namna ambayo muda mwingine huwa haieleweki. Kwa hiyo zingatia hizi kanuni za kiulimwengu. Kama wewe ni mtu ambaye unataka mabadiliko na mafanikio katika maisha yako, zingatia hizi kanuni za kiulimwengu. Hivi vipindi vikuu vya mwezi kuandama na mwezi kukamilika, ni vipindi muhimu sana, hupaswi kuvipuuza. Tumia nishati ya mwezi mpya, usiache ikupite hata mara moja. Ni muhimu sana katika maisha yako. Wapo watu wengi sana ambao wanatoa shuhuda katika vipindi hivi viwili vya kiulimwengu. Kwa hiyo hata wewe unaweza kuwa ni miongoni mwao watakao kuja kutoa shuhuda katika mwezi mpya au full moon. Haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au uwe Muislamu, nguvu hizi zinafanya kazi kwa mtu yoyote yule, na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Bado yapo mambo mengi sana unayotakiwa kufanya katika msimu huu wa mwezi mpya. Sasa ili video inayofuata isikupite, hakikisha una subscribe, na pia unaweza kushare video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Asante.